Umefanya kosa gani binti? Mungu, toka umenipeleka jana, umeshindwa kabisa kutoka kwenye mkono wangu. Na leo asubuhi naamka, kila mtu anioni, kila ninamwongelesha anioni. Nimeshindwa kabisa kuzitumia nguvu zangu. Nguvu zangu hazitoki. Ni kwa nini nimekuwa hivi? Hivi Abi, ni mara ngapi nakwambia usio unakuja hapa nyumbani? Kwa nini unakuja nyumbani mara kwa mara? Au unataka kila mtu ajue mimi na wewe tukoje? Nimeshakukataza kuja nyumbani mara kwa mara Abi. Kwa nini unielewi? Sitaki wewe unakuja nyumbani muda wote. Kila mtu atajua. Yaani kila mtu atajua. Kwa nini ulikopokea simu zangu? Na si hivyo tu, nimekupigia jana video call, ukanikatia. Ni kwa nini? Sasa Abi, hicho na chenye ni kitu cha kunilaumu. Unanipigiaje video call wakati unajua nalala na mume wangu? Nitapokeaje hiyo video call yako? Mbona unataka kunisababishia matatizo? Siwezi kupokea video call yako nikiwa na mume wangu. Umeshampenda. Umesahau kabisa yeye ni nani na mimi ni nani. Okay. Tuachane na hayo. Nimekuja hapa na swala moja tu nataka kulifahamu. Ile mission ulifanikiwa kumchoma sindano au hujafanikiwa kumchoma? Wewe umefanya makosa makubwa sana binti. Umeshindwa kutekeleza kazi ambayo nimekupatia. Kwa nini umeruhusu mpaka ujauzito ule binti uweze kuharibika? Lakini nini? Umesema nyumbani hawakuoni, si ndio? Ndio. Ulijaribu kuwashika au hata kuongelesha? Kila ninayemshika siwezi kumshika, na kila ninayemwongelesha hanisikii. Na hiyo hali inakutokea kwa sababu wewe umeshabaki nafsi. Umerudi ulikotoka binti. Yaani wewe ni majivu tu. Na ndio maana hawawezi kukushika wala ukiongelesha hawakusikii tena, kwa maana wewe umeshakufa kwa mara ya pili. Hii inawezekana vipi? Hilo gauni lilovaa binti ni gauni la mwisho ulivaa pindi ukiwa mwanadamu wakati unaenda kufa.
Na kupitia hiyo nguo binti, unaweza kutambua kifo chako kilikuwaje. Ina maana nimekufa mara ya pili? Ndiyo binti, wewe umesha kufa mara ya pili. Sijui nikwambieje Abi, lakini ile sindano imepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Hilo jambo nilitegemea kutoka kwako. Nilijua kabisa hautoweza kufanya hilo jambo. Nilikuwa na backup. Hapa hii ni sumu. Ila sumu hii nataka umwekee katika juisi. Na umpe leo anywe. Nini? Hamna kitu. Kama kweli umejua kuwa hii gauni niliyoivaa ndilo gauni nililovaa mara ya mwisho kabla ya kifo changu, basi itakuwa wewe unajua kuhusiana na kifo changu kilikuwaje. Na kama unajua kifo changu kilikuwaje, basi itakuwa wewe unajua kila kitu kunihusu mimi. Naomba niambie, mimi ni nani? Waache nikueleze ukweli wote binti, lakini usinichukie, kwa maana huu ni ukweli mchungu unaoumiza binti. Ukweli ni kwamba mimi sifahamu wewe ni nani. Kama umejua kuhusiana na ile gauni nilovaa, kwa nini usijua kifo changu kilikuwaje? Kama nilivyokueleza hapo awali, hata mimi pia sijitambui ni nani. Hata kifo changu sijui ilikuwaje binti. Lakini kupitia wewe unaweza kunisaidia nikajifahamu mimi ni nani na kifo changu kilikuwaje. Naomba unisaidie binti. Kama umesema mimi nishakufa mara ya pili na sina nguvu zozote za kukusaidia, mimi mwenyewe nimepoteza mabawa yangu, sielewi kitu chochote mpaka sasa hivi, mimi nazaje kukusaidia? Ni kupitia huo mkufu binti, unaweza kunisaidia kujitambua mimi ni nani. Hebu nyoosha mkono wako wa kushoto. Nyoosha binti. Huo mkufu ulioshika uweke juu ya kiganja chako cha mkono wa kushoto. Naam, hapo sasa imefahamika kwamba nguvu zako bado zipo binti. Weka tena. Nyoosha tena huo mkono wako wa kushoto. Hebu nyoosha tena binti huo mkono wako wa kushoto. Na huo mkono wako wa kuume ulioshika huo mkufu utumie kuweka huo mkufu hapo juu ya mkono wako wa kushoto. Fanya hivi kama ninavyofanya mimi binti. Tumia nguvu zako zote binti. Tumia nguvu zako, fanya kama ninachofanya mimi. Barabara che.
Hapo sasa binti, nguvu zako zimerudi kama ulivyokuwa hapo awali. Lakini binti, jiandae kwa vita nzito inayokuja, kwa maana huo mkufu kuna watu wengi sana wanautafuta. Hata huyo mtu ambaye ameuleta kwa makosa, na hivi sasa anaadhibiwa. Huo mkufu ulipotea na ukawa unamilikiwa na watu wabaya. Ulikuwa unatafutwa karne kwa karne, haukuwahi kupatikana, lakini hivi sasa umerudi kwa mtu sahihi ambaye ni wewe binti. Kwa hiyo ujiandae na vita nzito inayokuja hivi sasa. Naweza nikamsaidia dada yangu nikarudisha ujauzito wake, maana kaka ameumia sana. Kama nilivyokueleza binti, kupitia huo mkufu, chochote ambacho unahitaji kufanya katika ulimwengu huu, basi unaweza kufanya. Tumeitika wito mkuu wetu. Tuko hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Enyi nyinyi vijana watifu katika himaya hii tukufu, nimewaita hapa kwa ajili ya jambo moja tu, ambalo ni kutoweka kwa sadaka yetu tukufu. Hili limekuwa jambo la kutatanisha sana. Tena ni kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa himaya hii sadaka yoyote kutoweka ndani ya hii jengo, ambayo bado siku 7 tu iweze kutolewa kafara. Naomba mniambie, wala msinifiche chochote kile, ni nani aliyehusika kutoweka kwa huyu binti? Naomba mniambie, ni nani aliyehusika kutoweka kwa huyu binti? Samahani sana mkuu kwa hichi nitakachoenda kukizungumza, kama nitakuwa nimeteleza. Wanaohusika kulinda sadaka kwenye hii himaya ni wasichana 2 tu, na watailinda sadaka mpaka pale tutakapotoa kafara. Sasa kama sadaka imetoweka, inabidi tuwaulize wao kwanza. Mimi naona tungewaita na hawa wasichana wengine pia tuwaulize, maana kama sadaka ya kutoa kafara ilikuwepo na ikatoweka kwa mazingira ya kutatanisha, na watu waliokuwa wanalinda hiyo sadaka wapo, yapaswa tuwaite na tuwaulize pia na wao, na iwezekane kafara tulioitafuta kwa muda mrefu ikapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Mimi naona na wao pia wanapaswa kuulizwa kwenye hili. Samahani pia mkuu kwa hiki nitakachoenda kuzungumza. Hata kama wakihojiwa, ni nani atakayewahoji hali ya kuwa hapa hatujakamilika? Baadhi yetu hapa hawapo, hata mlinzi mkuu wa himaya hii hayupo pia.
naomba unisikilize kwa makini sana. Huyu mwanaume ulio naye sio kwamba ndio umemaliza, bado una safari ndefu sana. Zaidi na zaidi ataendelea kukutumia, atakuzalisha watoto, zeni atakutelekeza. Ila mimi nina future kubwa sana na wewe, na ndio maana nakwambia umuue ule mwanaume, tuiuze hii nyumba, tupate pesa, tukaanzisha maisha yetu. Ila wewe hutaki kunisikiliza. Changanua ubongo wako, elewa nini unafanya na nini unataka. Amka ulipolala. Sawa, nimekuelewa Abi, lakini sitaki kusikia lakini. Na ukishindwa kufanya hivi vitu ninavyokuambia, nitaingia mzigoni na nitamuua mwenyewe kifo kibaya sana, na hiyo kesi itakuangukia wewe. sawa, lakini kuna taarifa mbaya nataka nikupe. Taarifa gani hizo? Ukweli ni kwamba ujauzito wangu umeharibika. Unasema nini wewe? Yaani kiumbe changu mimi kimetoka. Najua umekunywa dawa za kuharibu hiyo mimba, kwa sababu kwa muda mrefu sana ulikuwa ukipinga hiyo mimba, ulikuwa unataka kuzaa na mimi. Una nini cha kunieleza? Mimi sijafanya chochote, lakini jaribu kuongea na rafiki yako Kai. Kuna msichana amemleta humo ndani. Mimi kabisa huyo msichana namuona ndo alohusika kutoa ujauzito wangu kwa 100%. Kwa sababu nikimwangalia yule msichana namuona kabisa ni mchawi. Jaribu kuongea naye Kai, amfukuze yule binti humo ndani.